Trump amekuwa akizungumza namna gani ambavyo vita inaweza ikaisha, lakini imekuwa ikishindikana. Latest ni kwamba ametoa tena siku 10 zingine ambazo pengine hasa vita ikaisha, si ndio? Kauli yake hii ambayo ameitoa, pengine tutegemee nini hasa hizi siku 10? Unajua kinachotokea ni kitu kimoja. Shida ni moja inayotokea ni ground operation ambayo inatakiwa ifanyike Iran. Namna pekee ya kupata hiyo enriched uranium wanayoitaka hiyo kilo 440 ni kufanya ground operation, kwa sababu wamepiga kutokea juu, imeshindikana kwa sababu Iran wamechimba mlima zaidi ya mita 500 chini, ndiko ambapo wanazalisha silaha zao, wanazitunza na launching ya makombora ya bila kutumia launchpad yanatokea huko. Wana sehemu ambayo milango iko 7 ambapo ukipiga mlango huu makombora yanasafiri kupitia reli, inatokea mlango huu hapa, wanalifanyia wana press, kombora inaondoka. Mlima ni mkubwa sana, na banka ambalo linaweza likapasua mlima kubwa zaidi ni mita 50 kwenda chini, wao wako mita 500. Sio, umeipata point? Kwa clip ya jana waliachia watu wanaswali chini kabisa na makombora yao. Kwa hiyo what you need ni ground operation ili watu sasa waingie kule wakapambana. Sasa Iran ile ishashambuliwa sana, yaani si mara ya kwanza Iran kushambuliwa. Mwaka wa 36 kabla ya ujio wa Kristo, Roman legends walishambulia pale wakashindwa. Mwaka wa 36 kabla ya ujio wa Yesu Kristo, miaka 1300 na waliingia pale Ottoman Empire, walishambulia wakashindwa sana. Mwaka 1500 na wakashindwa. Aliwahi kuingia Mrusi na Mwingereza miaka 1800 wakashindwa. Aliwahi kuingia Iraq ile vita ya miaka 8 ile akisaidiwa na Marekani 1980 ile wakashindwa. Ikaja US na NATO, Marekani na operation na NATO wa ushirikiana na Afghanistan mwaka 2001 mpaka 2003 wakashindwa. Ground invasion. Kuna mlima unaitwa Zagros Mountain, ndio njia pekee ya kupita kuingilia Iran. Zagros Mountain kilele chake ni mita 4400 na sawa, 4400 na kipindi cha joto inafika hadi nyuzi joto 50. Joto kali sana. Kipindi cha baridi kinakuwa baridi kali kuwahi kutokea. Zagros Mountains. So umenipata vizuri mpaka hapo. Sasa Iran wametrain kwenye ile milima, wametrain kabisa. Wanajeshi ambalo lenyewe limetrain kwenye ile milima. Kumbuka Marekani kwenda kuishambulia Iraq miaka 8, si ndio? Katika nchi yenye square mita 433. Iran na Marekani na Afghanistan alitumia miaka 20 katika nchi ya square mita 652. Sasa unaenda Iran, nchi ambayo ina kilomita za mraba 1,648,000, watu 1,080,000 ambapo nusu ya hiyo nchi ni milima. Ambayo hiyo milima wao wametrain kwenye hiyo milima, mazoezi yao kwenye hiyo milima.
nchi ambayo jeshi lake lina watu active 950,000 active personnel 950,000. Nilikuwa napitia hapa kwa takwimu kuna jeshi ambalo limetrainiwa kwa ajili ya guerrilla warfare, mountain terrain, ambao wenyewe ni kwa ajili ya kupambana na vita hivyo vya msituni na milimani. Wako 150,000. Yaani ukifika utawakuta hao ni watu wa milimani. Wamewatrain kwa ajili ya milima. Huku ndo kwetu, ndo kwao. Alafu kuna Atesh Army 350,000. Alafu kuna wale Basij wale ama reserve 350,000. Alafu una Quds Force. Hao ndo watu wa kazi hapo 15 hivi karibia. Elite. Yaani bwana kuna jeuri sana kwenye meza ya majadiliano. Elite. Ndio maana wanakuambia wewe njoo. Alafu una watu milioni 80 ambao ni raia wa hiyo nchi, wanasema sisi it's either sisi tufe au wao wafe. Hawana cha kupoteza. Hawana cha kupoteza. Lakini una Yemen Houthi wapo kule. Wanasema kama ikitokea Iran anahitaji msaada tutaingia. Tutaingia pia. Una Hamas, una Hezbollah. Sio, umeipata point. Kwa hiyo ground invasion inaweza ikawa homework ngumu sana kwa Marekani. Ambapo nokete anaitegemea mwisho. Nokete ya mwisho unayoisubiri. Wakati huo wanakuambia wameipiga Lincoln, wakati huo wanakuambia wamepiga Gerald Ford, wakati huo wanakuambia hivyo. Afu ndo unakete yako ya mwisho. Kwa ndo tunasubiri kuona nini. Na wamekuwa zikitoka hizo taarifa kwamba waliweza wanajeshi 50,000, wakasema pia wataongeza 10,000 ambao ndo inasema sasa hivi. Pengine wanaweza kaenda tu, lakini huoni kama wataanza kupigana kweli au hii inaweza sitokee. Unajua nikiwasikia vizuri ni kama wanahitaji meza ya mazungumzo. Wanahitaji meza ya mazungumzo. Lakini conditions zilizoweka Marekani ni ngumu. Conditions zilizoweka Iran pia ni ngumu sana. Inaweza kaisha tu kimya kimya, watu wakawa wanaongeza siku ama retaliation yake ikatokea kubwa. Unaweza ukawaza nuclear, lakini ni ngumu pia kufanya ambao swali nataka nikuulize. Kwa sababu kila mtu anayo, mataifa mengi wanayo. Kwa ukishatumia wewe, unawapa go ahead wengine pia waweze kutumia. Si umeelewa vizuri hapo? Nakuelewa vizuri. Yaani ukishatumia wewe, huko mwingine tu atachokozana kidogo tu anatuma. Si ushaanza kutumia? Kwa kila mtu atatumia. Lakini Farhani, kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakikiona wakikisema ni kwamba Urusi pamoja na China wamekuwa wakisapoti sana, na hiki ambacho pia tumekiona hata kwa nani hawa, hata jana kuna ndege ambayo ilirekodiwa kwamba ikasema imeenda kupeleka vifaa vya kijeshi na vitu vingine kama hivyo. Pengine hasa Mrusi na Mchina ndo wanaosababisha vita inakuwa ni ndefu sana. Yule pia ana uwezo. Iran ana uwezo mkubwa. Wamesoma sana. Wamesoma sana. Wako vizuri. Wanatengeneza drone 400 kwa siku. Drone 400 kwa siku. 400. So sio za kufikirika. 400 kwa siku. Mpaka sasa wana drone tangu zilizotengenezwa tangu vita imeanza. Mpaka walikofikia wana drone zaidi ya 10,000 afu zimetumika 3,000. Wana akili pia ya vita. Kwa sababu wale wameanza kupigana mwaka wa 36, yani dunia imeumbwa. Mwaka wa 36. Kabla Yesu. Hii sasa hivi 2026 hii ni ni Anno Domini, baada ya Yesu kuja. Miaka 2000. Sisi tumeanza kuhesabu baada ya Yesu kuja, si ndio? Wao mwaka wa 36 kabla ya Yesu kuja walishakuwa vitani. Persia pale, ile Uajemi ile dola yao. Mwaka wa 36 kabla Yesu hajaja walishakuwa vitani.
Na vita ni sehemu ya maisha yao. Mwaka 1500 walikuwa walishakuwa vitani na Ottoman. Mwaka 1800 washapigana na Urusi, washapigana na Mwingereza. Marekani hajazaliwa hapo 1500. Marekani na miaka 240 sijui 300. Ile dola iko pale mwaka wa 36 Yesu wajaja wenyewe wapo way back. Kwa wale ni veterans. Wale kwenye vita ni maveterani. Kwenye hii mifumo. Wana roho ngumu sana. Kwa wale wamesoma sana science. Hata mifumo yao ilivyo wamesoma. Waliwaambia tutashambulia miundombinu yenu ya umeme. Wakaambia sisi mfumo wetu wa umeme ni tofauti na wenu. Sisi tuna decentralized, yani tuna vituo 150. Yale jeshini kule. Utakapopiga kuna kituo kingine kitakuwa kinaendelea na kazi. Kinawasha. Waliwaambia sisi hatuwazi nyinyi mtazima umeme. Sisi tunawaza kuzalisha, kupeleka umeme kwenye nchi zingine ambazo zina shida ya umeme. Iran. It's a great country. Sure. Na watu ambao wanajua pia vita. Kwa sababu vita ilivyoanza walijua kabisa kwamba kuna ma interceptor, kuna zile Iron Dome, kuna nini. Wakaichafua anga kwa kutumia cheap drones. Yani drone moja ina thamani ya $20. Unaenda kugonga ama unaenda kuishusha third interceptor ambayo ni $10 milioni 10, ambayo inachukua miaka miwili hadi mitatu kuitengeneza. Unaona akili za vita hizo. Yeah, sure. Kwa wale wako trained kwa ajili ya vitu, kwa watasumbuana. Na Marekani unajua ana miaka 60 hajashinda vita. Yale ya Venezuela ni nini zile? Ile sio vita, wamepigana wapi? Ni invasion. Ile invasion. Utekaji. Ana miaka 60 hajashinda vita. Kuna war and battle. Tupe mfano wa war na battle ambazo wamezifanya. War inapigana pande kwa pande. Tuko wawili. Tuko mmoja. Battle ni moja. One against one. Sawa. Nitajie Marekani kashinda vita wapi? Miaka 60 iliyopita. Vietnam waliondoka, hawakushinda. Ndio. Libya walienda wengi sana. Ilikuwa NATO na wajumuiya wengine walienda. Ilikuwa NATO. Yeah, sure. Bado pia hata Ukraine pia kwa tunaona msaada ambao wanapeleka, lakini bado NATO pia wako mle. NATO. Yeah, NATO sio. Marekani anamsaidia Ukraine lakini hakuna aliyeshinda vita. Yeah, sure. Bado pia msaada kule Southern kule, lakini still yale Korea kule, lakini still bado ana miaka 60. Yeah, sure kweli. Hajashinda vita. Swali langu la mwisho. Mtazamo wako kwa mtu ambaye kutazama sasa hivi vita ategemee vinaisha lini na vitaishaje? Pale kuisha lini itachukua muda. Itategemea na namna ambavyo vitu vitaenda. It's either watu wakae wakubaliane terms. Tunafanyaje? Lakini meza mazungumzo inaonekana ni ngumu. Vita muda mrefu pia Marekani hawezi kufanya kwa sababu huwa haenjoy hiyo vita ya muda mrefu. Israel pia anashambuliwa sehemu kubwa. Geographic kidogo pia huwezi kupigana kwa muda mrefu. Itatulia, itaenda tu, itakuwa. Itaisha hivyo watu kwa kuongezeana siku maybe. Japokuwa Marekani ana uwezo kubwa tu wa kuamua kushambulia vile ambavyo anatakiwa. Kesa nguvu kubwa itatumika. Shida ni retaliation ya Iran. Na ni kama Marekani ni kama anajipiga yeye, kwa sababu ukiangalia hata investment ambayo ameifanya kule Mashariki ya Kati ni kubwa sana, tofauti na Iran pia. Imemkosti parefu sana kwa sababu anatumia dola bilioni 2 au dola bilioni 200 au dola bilioni 2 kwa siku kwenye ile vita.
umeachieve nini hasa ukiangalia sasa Marekani baadaye? Ni tuhesabu ni hasara tu tupu ama kuna chochote ambacho umekifanya? Maana anazungumza kwamba kwa namna tulivyoipiga sasa Iran itawachukua miaka 10 mpaka 40 kukaa kama alivyokuwa mwanzo. Hakuna alichoachieve pale. Strait of Hormuz watu walikuwa wanapita bure, sasa hivi wanalipishwa. We create a problem. Watalipa kwa yuan fedha ya Mchina. Sema kwamba watu walikuwa wanapita bure. Si ndio? Yeah. Dunia sasa hivi pia imeona kwamba kumbe hawa tukiwakazia hawa tuna uwezo wa kuruka nao. Wakalegeza na mashariki. Kila mtu sasa hivi anazungumza. Hispania kule waziri mkuu anazungumza. Yeah, sure. Brazil kazungumza rais. Mexico kamgomea juzi tu hapa Marekani. Sio ataka ingia kumsaidia drugs, akamwambia hapana, weka huko. Niacha endelea mambo yangu. Kila mtu mind business zake. Italy yule pale. NATO karibia wote wamemkataa. Wamegoma, yes, na pamoja na kusema vikwazo na nini. Ile unapoteza influence yake. Kitu kibaya, kuna namna ambavyo tulikuwa tuna Marekani ile ya kwenye movie na Marekani ambayo sasa hivi kila mtu kaiona. Lakini pia imewapa kizazi cha Iran kuelewa kwa nini adui yao ni Marekani. Sasa hivi wameelewa kwa picha kubwa. Strong reason. Sasa hivi washaelewa kwamba kumbe ndio maana wazee wetu walikuwa wanagombana naye sana. Yale maandamano washaelewa sasa kwamba kumbe hapa tunazungukwa. Kwa in the due process imemharibia sana. Na hata pia kutakuwa na process kubwa sana kwenda kutengeneza zile kambi pia. Ni ngumu hata kurudi, anaweza asirudi kwa sababu sema zungumza itatumia miaka 5 kuzitengeneza. 5 years. Lakini pia alizungumza jana akasema naweza kuzilinda bila hata kuwepo pale. Kwa tayari inaonekana mwanzo alisemaga vile. Mimi nikushukuru sana. Pengine lolote lile ambalo tamani kumezana na watu ambao tusema sasa hivi. Jipi hakuna bana. Jipi hakuna. Tupambane tu. Tupambane tu hivyo hivyo mdogo mdogo. Maisha ndo haya. Maisha ndo haya. Watu wanaishi, watu wanaishia. Watu wanapambana. Kwa kwenye hii nafasi yako wewe pambana. Mbeba mic hizi hapa, kaza. Kaza. Kwenye hizo mic kaza, usichoke. Ambaye ananisikiza au ananitazama yupo zake kwenye kibanda chake cha matunda, komaa tu. Hamna option nyingine kwenye maisha. Hujazaliwa baba yako sijui bosi mkurugenzi wizarani. Hujazaliwa mama yako mkurugenzi kampuni fulani. Maana yake Mungu amekwambia sikiliza, dunia ipo mabegani mwako. Yaani si unazungumza wenzako wamezaliwa kwenye utajiri. Wewe utajiri unatakiwa uanzie kwako. Yaani kuna wengine wenzetu wamezaliwa wanatakiwa wakarithi kampuni. Kuna wenzetu wamezaliwa mama ni bosi sehemu fulani, ana cheo kikubwa, ni mtoto wa bosi. Kuna wenzetu wamezaliwa hajui shida, ni amezaliwa hospitali kali, kila kitu kikali. Hao wametunukiwa, kila kitu wamekikuta kipo kwenye njia. Alafu kuna wengine wamezaliwa sasa. Unaambiwa sasa sikiliza wewe ndo utavunja minyororo ya umaskini kwenye hii familia. Yaani kila siku unaamka kwa wewe ni finali. Yaani mpira upo miguuni mwako. Utakiwa uichezeshe timu. Unapata 100,000, mama anataka kula, baba anataka kula, watoto wanataka kula, kila mtu anataka kula. Kwa ukishajiona umezaliwa katika familia hiyo ya kwamba kila siku finali. Usilielie, hamna muda watu kusikiliza. Dunia isikilize watu wanaolialia. Dunia haitaki wanyonge. Dunia nafasi ya mnyonge ishakataa muda sana. Kama kuna kitu ambacho wewe kinatakiwa ukifanye kuuaga umaskini, kifanye kwa bidii yote. As long as kwamba tunauagana na umaskini, kwamba kesho tutaishi vizuri, fanya kwa nguvu zote. As long as kwamba ukiangalia ni kwamba ni kitu cha halali kabisa. Fanya kwa nguvu zote. Kubwa sana. Kwa sababu kiasi. Biblia inasisitiza sana kwenye kiasi. Kiasi. Usiwe tajiri sana. Sababu kuna namna utakufuru tuseme. Kizidi. Na usiwe maskini, usiwe fukara. Utakufuru. Yaani ukiwa fukara sana utakufuru. Ukiwa tajiri sana utakufuru. Kaa katikati pale kwenye kiasi pale. Pale tu kwenye kiasi pale. Ukiwa tajiri sana watu watakupa utukufu. Utukufu ni wa Mungu pekee. Kisha kuwa bosi watu wakikupa utukufu utakuwa mkaidi.
utakuwa mjeuri, utaamini we kila kitu katika hii dunia unastahili, na ukiwa fukara sana pia utakufuru. Kila kitu utaona unaonewa tu. Yani we kila kitu bana, mic hizo shika vizuri, washiki hivyo bana wewe, kwa sababu tu mimi nilijua tu jamaa hawashikaji bana. Yani we kila kitu utakufuru tu. Umaskini ni mbaya, utajiri pia ni mbaya. Umaskini ni mbaya, utajiri ni mbaya pia. Umeelewa vizuri? Weka katikati pale. Kikubwa sana kile kina madhara yake. Kikubwa kina madhara makubwa sana. Makubwa sana madhara yake. Yani wewe utakuwa na watu wengi feki tu katika maisha yako. Wewe si tajiri, utakuwa na watu wengi feki. Ukienda kwenye mji wa vipofu, ziba macho. Ndio nini sasa watu vipofu eneo hilo? Fumba macho, ziba macho. Ukienda kwenye mtaa vipofu usioneone. Ukionaona watu hawapendi wewe kuonaona. Ukienda kwenye mtaa wa mabubu, ziba mdomo, usiongeongee. Jifunze utangaza neema zako, lakini jifunze kuzificha. Mimi sitaki usitangaze neema zako, wewe shukuru tu kwa neema zako. Shukuru kwa neema zako. Basi. Shukuru, Mwenyezi Mungu, shukrani bana, nimepata hiki kitu. Lakini usitangaze. Sio, umeelewa? Tunafeli sisi kwa sababu siku hizi kila kitu tunaweka social media. God did. Mungu sikafanya, wewe si umeona, wewe mwenyewe sibaki nayo. Didi kumbe wagaga wengi sana. Wewe umeshapata, baki nacho. Tunakwama siku hizi. Yaani tunaamini kila mtu anafurahia tu movement yako. Kila mtu anafurahia tu mafanikio yako. Hapana. Watu wachache sana wanaofurahia mafanikio yako. Sio, umeelewa? Hakuna mwanaume anataka ufanikiwe kuliko baba yako mzazi. Wengine wote wanataka tu uwe pale kawaida. Hakuna mwanamke anataka ufanikiwe kuliko mama yako mzazi. Wengine wote wanatamani ufanikiwe sio kwa ajili yako, kwa ajili ya wao. Sio, umeelewa vizuri? Nimependa hiyo. Mimi nimemaliza bwana. Nimependa sana Farhani bwana, bahati nzuri sana nikifanyaga interview na Farhani bwana, mwishoni huko naondokaga na vitu vingi sana vizuri. Last time nafanya naye interview aliniachia ujumbe fulani hivi ambao watu wengi sana walipenda kuhusiana na masuala ya mahusiano. Yani kiukweli nitakuja niwaekee baadaye mtazame ule ujumbe, mtafurahia sana. Na kingine amenikumbusha jambo moja kwamba usome kwenye maisha unaanza game inasoma 5 bila. Yani una magoli 5. Sasa hiyo changanua hiyo hesabati, siku moja utakuja ufahamu vizuri. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera alikuwa Riziki bwana. Asante. Asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.